Bwana Yesu asifiwe. Shalom, shalom. Namshukuru Mungu sana kwa ajili ya siku hii nyingine ambayo ametupa ya kuweza kukumbushana kuhusiana na neno lake, kwa sababu tunaishi hapa duniani tukikumbushana. Hatuko perfect. Kila mtu anajua lingine, mwingine ajui lingine. Kwa hiyo ni vema tukikumbushana, na yeyote anayejua kingine akaambia wengine, kwa kweli itakuwa ni sawa na Mungu anafurahia. Nikakutana na mtu akaniambia kwamba yeye ametoa sana, amewapa watu vitu vingi na hakuna mtu aliyewahi kumrudishia katika wema. Kila aliyemsaidia hakuna aliyemrudishia wema. Yeye waga anapotaka kwa wengine ambao hata hajawahi kuwasaidia wala hajawahi kuwaza. Kwa hiyo nikakumbuka, nikasema ngoja niongelee hili neno kwa sababu nimefikiri sana, nikawaza, nikarudi kwenye maandiko. Na Mungu anasema katika Wakorintho 2:9, kila mtu na atende kama alivyokusudia moyoni mwake, si kwa huzuni wala kwa lazima, maana Mungu mpenda yeye atoaje kwa moyo wa ukunjufu. Na leo Mungu anasema wapeni watu vitu, nanyi mtapewa vya kujaa na kushindiliwa na kusukwa. Kwa hiyo nilikuwa nataka kusema neno moja nalo lifahamu kwamba tunapotoa tuhakikishe tunatoa kwa moyo na si kwa kulazimishwa. Na pia tujifunze tunapotoa tutoe kwa imani. Kama mwana mtu ana shida na unahitaji kumsaidia, msaidie kwa imani. Sema mimi nampa huyu mtu lakini malipo yangu nitalipa na Mungu. Umeona? Ndio maana unakuta inatuponza wengine tunatoa kwa wale wenye uwezo, wale matajiri ambao unajua kesho watakupa. Mwisho wake inafikia kesho inafika, una shida unamweleza, anakupa kisogo. Mwisho wa siku ndio unajisikia vibaya, unasema sisaidii kabisa. Basi toka nenda kuwasaidia wale watu ambao hawana makazi, hawana uwezo wa kukurudishia, hawawezi kukupa zaidi ya kukubariki tu, kukwambia asante. Hebu jaribu kutoa kwa hao watu, uone jinsi Mungu atakavyokujibu. Au hata kama umezoea kutoa tu, toa hata kwa hao matajiri au wanaojiweza, lakini kwa imani. Usitoe kwamba watakurudishia. Utoe kwa imani kwamba ninatoa, nimeamua kutoa, na Mungu wa mbinguni ndio atakayenipa. Siku ukipata shida yoyote, utasaidiwa na mtu mwingine ambaye Mungu amemuinua kama alivyokuinua wewe kuwasaidia hao wengine. Kwa hiyo tujitahidi kujifunza kutoa kwa imani na si kutoa kwamba tunatoa na baadaye tutapata. Mungu awabariki sana. Asanteni kwa kunisikiliza.